Amen. Tutafundisha leo kwa ajili ya nguvu ya upendo, na tamani nipatie masikio kwa sababu mambo tutaifundisha. Roho Mtakatifu atusaidie ili kwamba tueleweke. Nataka nifundishe kwa ajili ya nguvu ya upendo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mali tunasoma kwa vitabu yote mbili, tunaona jengo mbili kubwa. Na jengo ya kwanza mkitabu ya Mwanzo tunaona inajengwa na wanadamu. Ama construction ya kwanza, ama plan ya kwanza, tunaona inajengwa na wanadamu. Wanasema tujifanyie shina, tujenge munara ili tujifanyie shina. Na jengo ya pili tunaiona mkitabu ya Mathayo. Hii haijengwi na mwanadamu, lakini inajengwa na Mungu peke yake. Anasema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Lakini ukiingia Mwanzo 3 inasema ya kwamba wakaambiana. Lakini Mathayo 18 inasema nitalijenga kanisa langu. Na katika dunia tuko na jengo mbili kubwa. Kuna jengo la wanadamu Babeli, na tuko na jengo lingine ambao Mungu anaijenga yeye pekee. Hivyo katika Ukristo kuna jengo kubwa, kuna jengo ambalo linajengwa na wanadamu. Ndio maana nilisema Wednesday ambayo inapita ya kwamba kuna watu wenyewe wanajaa, wanaongea lugha moja mkanisa. Wengine wanaweza ongea lugha moja mkanisa kwa sababu wako kabila moja, haiko juu upendo. Wengine wanaweza ongea lugha moja juu wote ni Wafuleru, wote ni Wabembe. Na wanaweza peana, wanasema mwenyewe ndiye ataingia mkanisa, tutampatia kila kitu. Ile iko upendo ya Mungu. Na maandiko yanasema mkitabu ya Mwanzo hawa watu walikuwa na lugha moja na usemi moja. Na hizi kanisa ziko. Ili unielewe vizuri, natamani uingie katika roho, kwa maana kuna mambo tutaizungumza na mimi nitakubariki sana. Kuna jengo makubwa zenye ziko ni maminara ya Babeli. Tukitafuta upendo wa kimungu mwile minara hatutaipata, hata kama wanaongea lugha moja. Lakini Yesu anasema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Bahati mbaya ni kwamba hata ile maminara ama ile makanisa, hata wewe, hata watu ndio wanakosa macho ya kiroho, wanaanza kuona ni makanisa yenyewe iko na uhai. Na kuna wengine wanatoka makanisa yenyewe kuna uzima kwa sababu ya kupewa vitu, kwa sababu ya ile malugha. Wanatoka mkanisa wanaingia mzile makanisa juu ya misaada fulani. Lakini nataka nikwambie hivi, upendo hayashiriki kuongea lugha moja, ama upendo hayashiriki kukaa pamoja. Nitakuonyesha nguvu ya upendo. Biblia inasema hawa watu wakatembea, walipotembea wakakuta mahali moja pako tambarare. Wakasema haya sasa tujijengee jina, tujijengee mnara ili tujijengee jina. Na kuna hii makanisa yenye watu wanakaa chini, mtoto wa baba mdogo, mtoto wa baba mkubwa, mtoto wa shangazi, wanasema tujifanyie kanisa, tujijengee kanisa. Sasa hii kanisa haitokani na Mungu, inatokana na mtoto wa shangazi, mtoto wa baba mdogo, mtoto wa muyongo. Hata kama wataongea lugha moja, ndio tunaona majina ya watu itakuwa inafanana kwa sababu gani? Hawajengee katika msingi ama hawajengee katika mwamba, lakini wanajengea kwa ajili ya kujifanyia jina. Na hizi kanisa ziko, na
kanisa zenye zinajaa. Watu ni wengi sana. Mafuriko ni makubwa ndani ya kanisa. Lakini ni watu wenyewe walikaa wakambiana. Tusome 3 yake. Pangekuwa msomaji mwenyewe iko tayari tu pale. Anisaidie. Kwa mfano mnisaidie. Tusome 3. Pale Mwanzo 3. Wakambiana haya. Yes. Na tujifanyie matofali. Ishia pale. Wakambiana. Tujifanyie matofali. Sasa wakati hawa watu wanaanza kujenga hii jengo, Mungu anaangalia, anasema kwanza wanaanza kujenga vibaya. Na kitu ya kwanza yenye Mungu anaelewa hapa, anajua hii jengo ingeendelea labda ingeangamiza watu. Tushuke pale. Shuka pale chini. Na tufanye matofali. Tatu pale. Yes. Anza tu pale wakambiana. Tukayachome. Tuanze pale wakambiana. Wakambiana haya. Yes. Na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali mabadala ya mawe. Ishia pale. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jambo ya kwanza, makosa yenyewe walifanya ya kwanza, walijenga na matofali kuliko mawe. Lakini Mathayo 16:18 Yesu anaambia Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Na utaelewa kwamba juu Mungu ni engineer mkubwa. Maandiko nasema saa leo na hii anaona ikosa ya kwanza, watu wanataka wajenge mnara na mabriki kuliko wajenge na mawe. Kosa ya pili wenye alifanya, wakapenda wajenge na lami kuliko kujenga na sima. Mungu kwenye iko akakaa, Yesu akashuka. Wakati Yesu anashuka, maandiko yanasema akakusanyisha mitume. Wakati alikusanyisha mitume, maandiko yanasema ya kwamba akaita wakina Tomaso, wakina Filipo, wakina Andrea, wakina Yuda. Maandiko yanasema akakuwa anatembea nao. Wakati anatembea nao, anafika mahali anawauliza, huko kwenyewe mnaendaka? Huwa wanawaambia kwamba mimi ni nani? Nisikie vizuri, unifuate vizuri. Maandiko yanasema mmoja wakaanza sema wanakuita Elia. Wengine wakasema wewe ni, wengine wanasema wewe ni Musa. Wengine wanasema wewe ni Yeremia. Hawa watu walikuwa na sheria kidogo, kwa maana hawa manabii wote ambao walikuja walikuwa na picha ya Yesu, lakini hawakukua Yesu. Maandiko yanasema wanasema kwamba hakuna nabii kama vile Musa Israeli. Maandiko yanasema Musa akawa mpagani, na Yesu vile vile alikuja kwetu sisi, alikuwa anakuja juu ya Israeli, akatugeukia sisi mataifa. Kwani Musa alikuwa na picha ya Yesu, lakini hakukuwa Yesu mzima. Elia vile vile alipaa mbinguni, alikuwa na picha ya Yesu, lakini hakukuwa Yesu. Yeremia hivyo hivyo alikuwa na picha ya Yesu, lakini hakukuwa Yesu. Pakakuja mtu mmoja anaitwa Petro. Petro akapandisha mkono. Petro akasema, wewe ni mwana wa Mungu. Mara moja pale pale Yesu akajua ya kwamba huyu mwenye anasema hivi sio Petro. Tuingie pale kwa Mathayo. 16:17. Biblia inasema, yes. Yesu akajibu akamwambia, wewe Simoni Barayona, kwa kuwa mwili na damu. Barayona, turudie pale ni kwa muhimu sana. Wewe Simoni, yes. Barayona, yes. kwa kuwa mwili na damu
nikikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Maandiko yanasema kwamba Yesu akamwambia Petro, eri wewe ewe Simoni Barayona. Mkiebrania maana ya bar inamaanisha kwamba mtoto wa, yani baba yake na Petro alikuwa anaitwa Yona, na utaelewa kwamba maana ya Yona inamaanisha njiwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Maana ya Yona ni njiwa. Yesu akaelewa ya kwamba mwenye amefunulia Petro hivi haiko baba yake wa kimwili, lakini ni jina ambalo baba yake alikuwa anaibeba. Utaelewa kwamba wakati Yesu anabatizwa pale Yordani, maandiko yanasema kwamba njiwa ilitoka mbinguni ikakuja ikashuhudia Yesu ya kwamba unjo mwanangu mpendwa, kwa ishara ya Roho Mtakatifu. Na hapo utaelewa ya kwamba Yesu alitambia Petro ya kwamba haiko wanja unasema, lakini origini ya baba yako ndio alikufuata kwa ishara ya Roho Mtakatifu, kwani hii njiwa ni ishara ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Utaelewa kwamba Yesu alitaka maanisha kwamba wewe peke yako Petro usingelipata ufunuo. Na ndio maana napenda mzee Boniface Sunday ambayo inapita alisema kwamba wakabadilisha jina ya Ibrahim, wakabadilisha Abraham wakampatia Ibrahim, kwa sababu palikuwa nguvu ambayo inatembea katika jina. Na utaelewa hapa Yesu hakuwa anaongea baba wa kimwili, lakini alikuwa anaongea Yona wa mbinguni ambaye ni njiwa. Kwa nguvu yake asingeelewa ama asingefunuliwa. Na pale Yesu akasema, kwa sababu Roho Mtakatifu amekufunulia, kwa hiyo Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Kumbe tutajua kwamba Yesu ndio mjenzi mkubwa. Alitaka akuja akosoe ujenzi ya kwanza yenye wale watu walitaka wajifanyie. Wao wanaanza kujenga na mabriki, wakakamata lami, wanapenda wajenge na lami. Mungu akakaa mbinguni akasema hapana, hii jengo hii nikiacha italeta maafa makubwa, kwa hiyo acha nishuke duniani nikuje niwaoneshe kujenga. Ndio maana Wednesday nilisema ya kwamba watu wengi masiku kuna wenyewe wanapenda wakae mkanisa mabati ama wakae mkanisa ambao ni mawe, lakini sikia nikwambie, toka mkanisa mabati ingie mwili wa Kristo. Utaelewa ya kwamba Yesu akataka kuwakosoa jambo ya kwanza, mimi sitajenga na mabriki, nitajenga na mawe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Juu ya sara ya kwanza hapa yenyewe tulikana, maji ikikuja hizi briki zitavunjika. Ndicho wa Kristo tukana mkanisikia, usidanganyike na watu wanakia mkanisa wanaongea lugha moja unafikiria kama ni upendo. Inaweza kuwa ni mlevi na mlevi unakia kutana mkanisa wanaongea lugha moja. Sasa wanakupamba usu inakuonyesha kwamba ni upendo, kumbe ni watu wa mataifa walijikuta wako pamoja. Usishangae mtu mwingine wanaelewana. Hapana, utakuta kwamba labda ni briki na briki nyingine wanaelewana. Kumbe hapa Yesu alitaka waambia kwamba lazima kanisa ijengwe kwa mawe. Na ile mawe ni ishara ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya upendo ndani ya kanisa ni Roho Mtakatifu. Unifuate sasa vizuri. Nataka niingie kimafunuo ili unielewe. Yesu hakutaka kubakilia pale kumwambia tu Petro wewe peke yako. Hapana, lakini alitaka kumwambia katika ulimwengu wa roho. Haiko wewe peke yako Petro, lakini na mitume wenzako. Ndio maana akamwambia mwende Jerusalem.
wakati wanaenda Jerusalem, maandiko yanasema Matendo ya Mitume 2:1, Biblia yangu inasema ya kwamba wakati wako mchumba cha juu, Roho Mtakatifu akashuka. Wakati Roho Mtakatifu alishuka, maandiko nasema watu wakaanza kuwasikia wakiongea kila mtu kwa lugha yake. Kumbe inamaanisha ya kwamba tunaweza ingia mkanisa na kila mtu yuko na kabila yake, kila mtu yuko na lugha yake, lakini Roho Mtakatifu anatukusanisha pamoja. Haijalishi kwamba uko Mfulero ama na Mfulero mwingine. Lakini ndio nikasema mwele somo ya kwanza ya kwamba Joma na Msafina muliingia kila mnyama, muliingia chui, muliingia paka, mkaingia kila nyama, lakini Mungu akawaambia mtakula majani. Haijalishi mkanisa tukutane makabila tofauti, lakini Roho Mtakatifu ndio anayetusaidia kupendana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Nguvu ya kanisa imepotea leo kwa sababu makanisa mingi ni mabriki. Na mchana wa leo Mungu yuko na haja ukweli jiwe. Sikia, Petro ilikuwa jina ingine ya pili yenye Yesu aliongeza. Lakini Petro alikuwa anaitwa Simoni Bariona. Yesu akakuja akaongeza Simoni Petro. Yesu anahitaji mkanisa wakuite Rene Pierre, Rene lijiwe, baite Blaise lijiwe. Sikia, lijiwe na lijiwe kukutana na mkanisa. Nguvu ya kwanza ya lijiwe sasa inagongana inatoa moto, na ile ni ishara ya Roho Mtakatifu mkanisa. Lakini briki na briki kigongana zote zinapasuka. Sasa hii lijiwe na lijiwe wakikutana mkanisa ni nguvu ya ajabu yenye si ya kawaida. Ni Roho Mtakatifu mzima mwenye ataonekana ndani ya kanisa. Sasa shida ni kwamba mabriki ndio kwa mingi mkanisa kuliko mawe. Na kutangazia mchana wa leo Mungu akubadilishie jina, akufanye kuwa lijiwe katika jina la Yesu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Nipatie amena nikuongezeka kitu hapa. Roho Mtakatifu ndio anatangulia upendo. Mkitabu ya Mwanzo 1:1, maandiko yanasema ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na nchi yote ilikuwa utupu na ukiwa, na giza ilikuwa ikitawala dunia yote. Lakini Roho wa Mungu alikuwa akikaa juu ya maji. Ukiingia Mwanzo 3:7, maandiko nasema Mungu akaumba mwanadamu. Ukiingia Mwanzo 3:21, maandiko nasema 20 kushuka 21, mwanadamu akakosa kwa roho ya upendo ya Mungu, akakuja akamvalisha mavazi. Kumbe naelewa kwamba Mungu alitangulia na Roho Mtakatifu alitangulia. Alafu sasa upendo wa Mungu ukakuja kwa mwanadamu. Na naikonfirm kitabu wa Galatia. Wa Galatia 5:22 inasema ya kwamba tunda ya Roho ni upendo. Kenye kinazaa upendo ni Roho Mtakatifu. Nguvu ya upendo ni Roho Mtakatifu. Sikia nikwambie, kama haujabatizwa kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, tutaimba maisomo, tutapanda, tutashuka, lakini ishara ya upendo haitaonekana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kitabu ya Isaya 61:61, Yesu anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta ili niwahubiri maskini, waliofungwa wapate kufunguliwa. Kumbe utaelewa kwamba Roho ndio anatupatia nguvu ya kupenda. Mpendo, tusidanganyane. Bila Roho Mtakatifu kutusaidia, hawezi penda mtu mwenye alikuwia. Tusidanganyane. Roho Mtakatifu ndio anatusaidia.
anatupatia nguvu ya kupenda adui mwenyewe kutukana jana. Roho Mtakatifu ndiye anatusaidia kupenda kuona mtu mwenyewe kutukana mkominote kuingia mkanisa. Unakumbuka Roho Mtakatifu ashanivuvia na nishabatizwa kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu, ni lazima nimpende. Amen, amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. 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 Sikia nikwambie, ni muda sasa kutoka mwabriki kuingia sasa mumawe, ili kanisa la Mungu lijae na nguvu za Mungu. Maandiko nasema Matendo ya Mitume 2:41 ya kwamba wakati Roho alishuka, walianza kushiriki pamoja, wakaanza kupeana vitu kwa sababu Roho alikuwa ishashuka. Lakini ukisoma kitabu ya Yohana, walikuwa pamoja wakiimba, wakitembea na Yesu, lakini walikuwa hawajapata ufunuo. Roho alikuwa hajakuwa kwao. Ndio maana Yesu akawaambia hapa ya kwamba pendaneni ninyi kwa ninyi. Lakini Matendo ya Mitume, Yesu hakusema. Alikuwa shaenda, alikuwa shapa, lakini Roho pekee yake akawapatia nguvu kuona ya kwamba huyu ni wa thamani kuliko mimi. Amen, amen. Sikia, soma. Hii kitabu iko nyuma ya Matendo ya Mitume. Sasa mlimwengu wa ufunuo mlimwengu wa revelation, hawa watu walikuwa wanatembea na Yesu. Ndio maana Yesu anawaambia pale ya kwamba eri wewe Simoni Petro, maana hii si wewe, lakini ni Roho alikufunulia. Kumbe tena kwamba mitume walikuwa na Yesu, walikuwa wanatembea na Yesu, lakini palikuwa mank ya Roho Mtakatifu kwao. Na ndio maana Yesu akasema hapa, pendaneni nyinyi kwa nyinyi. Mtu akisema ya kwamba penda mwenzako, yani akukwambia direct, anakuambia indirect. Atakwambia kwamba uko nakana mwenzako na unafiki bila kumpenda. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anatafuta Esther lijiwe, Esther Petro. Sikia nikwambie, tukijaa majiwe mkanisa, kwanza nguvu ya kwanza ya majiwe ni maji. Amen, amen. Si maji siku hapa, nguvu yake ni maji. Tukimagilia maji sana, njoo inakauka vizuri. Lakini mabriki, tukimwangilia maji sana, inawezekana zile briki kufanya nini? Kuanguka. Ndio maana tunatafuta upendo ya kweli. Tunakuta upendo wa kinafiki kwa sababu Roho Mtakatifu hajashuka ndani yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini tukijaa sisi wote majiwa mkanisa, hata soruba ikuje namna gani, hata vita ikuje namna gani, hata shetani ajikusanye, sikia, alete laga, alete nini, kwa sababu Roho Mtakatifu iko na majina yetu lishabadilishwa. Haiko tu maji, haiko tu mabriki na kuwa mawe. Hata soruba gani ikuje, kwa sababu wewe umekuwa lijiwe, lazima tutasimama na ushindi itaonekana. Hii ndio nguvu ya kanisa. Hii ndio nguvu ya upendo. Nguvu ya upendo ni Roho Mtakatifu. Nilisema ile siku ya kwamba hauwezi kuwa na mbegu ya upendo ndani yako na upande mbegu nyingine yenye si yako. Ukitaka upande mbegu ya upendo, ni lazima kwanza Roho Mtakatifu akwe ndani yako. Kama gisi Wagalatia anasema ya kwamba tunda ya Roho ni upendo. Amen, amen. Mitume walitembea na Yesu sana, wakapita huku wakaenda huku, wakafikiria kwamba kutembea na Yesu kila siku ndio mwisho. Lakini palikuwa panakosewa kitu, Roho Mtakatifu. Unaweza kuwa unaingia mkanisa sana, tangia Yesu ulizaliwa sio problem, tangia Yesu ulikoma sio problem. Lakini swali ni hii, ulishabatizwa Roho Mtakatifu ama Roho alishakuwa ndani yako ama hapana? Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu anapenda mchana wa leo Ebeneza tujae majiwe, kwani tukijaa majiwe moto itawaka.
Tukijaa majiwe, upendo itazirika bila kusema. Shida tu ni roho haiko. Roho haiko. Unaweza pata muda kusema mwenzako kwa sababu tunajua unatembea na Yesu, unakula na Yesu, unavala Yesu, unaimba, unahubiri, unaomba, unatembea, unafanya kila kitu. Unaweza kupata nafasi ya kusema mwenzako kwa sababu tu hauna ufunuo, hauna Roho Mtakatifu. Amen, amen. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Nguvu ya upendo ni Roho aingie katika maisha yako. Sikia nikwambie, nihubiri leo leo nikasema ya kwamba sio rahisi kama unavyozani. Kama hauna mbegu ya upendo, sio rahisi kama jinsi unafikiria. Upendo tuko tunazungumza hapa ni upendo wa kimungu. Haiko upendo wa familia ama ya bibi na bwana. Ile ya bibi na bwana inaweza kuja tu hata kama haikukazwa na kitu chochote. Ya familia inaweza kuja tu, lakini upendo wa kimungu ni upendo ambao unabebwa na Roho Mtakatifu. Jana itusaidie. Nimaliza kusema hivi. Ingelikuwa kanisa tunajana uvivu wa Roho Mtakatifu, haungekuwa unafurahia shida mtu mwingine. Ingelikuwa kanisa tunajana uvivu wa Roho Mtakatifu, haungekuwa unafurahia anguko ya mtu mwingine. Ingelikuwa kanisa leo, na mnielewe niko naongea kanisa mwili wa Kristo. Kwa sababu toku media naongea kanisa ambao ni mwili wa Kristo. Hautakuwa na muda ya kusema mtu mwingine. Lakini kwa sababu mababeli ndio imekuwa mingi leo, ni minara mikubwa, watu wanajaa, watu wanafanya kila kitu, lakini Roho Mtakatifu haiko ndani ya mioyo ya watu. Juma tarehe leo, Mungu akusaidie, Mungu akuvuvie Roho Mtakatifu. Sikia nikwambie, Roho Mtakatifu haikuja kwako, utapata ufunuo ya wengine yenye hawana. Petro alikuwa mtume kama wengine. Sikia nikwambie, na juma ukisoma kitabu ya Mathayo 25:1 nasema ya kwamba palikuwa mabikira 10. Lakini maandiko nasema palikuwa 5 wapumbavu na wengine werevu. Kumbe sote tunaweza kuwa Wakristo, watumishi. Ni vizuri kisi Biblia inasema. Ile kauli ni ngumu mimi kusema, lakini Bible ndio inasema wapumbavu, wengine werevu. Kumbe Mkristo pia iko vile. Sote ni Wakristo. Sote tunafanya kila kitu, lakini haiko sote ndio tulishabatizwa na Roho Mtakatifu. Jina Bwana libarikiwe sana. Amen, amen. Kanisa tutoke mkawaida. Dunia inafika mwisho. Ni wakati ya kupenda mwingine, sasa kisi unajipenda. Sikia nikwambie, Yesu hatakuja kunyakua kanisa hii ambao unaona mabati. Kanisa yetu. Lakini Yesu atakuja kunyakua mtu ambaye anajaa Roho Mtakatifu, mtakatifu ambaye ni kanisa. Kwa hiyo wewe unajidanganya unasema kama mwingine alitukana atukane. Unashinda kujua kama labda ni briki, ni Babeli. Lakini wewe kama ni kanisa ambao Yesu alijenga juu ya mwamba. Juu ya mwamba. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Hapana mwamba wetu. Tafadhali. Mwamba Yesu. Nitalijenga kanisa langu. Wala milango ya kuzimu haitalishinda. Amen, amen. Bwana sifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sikia nikwambie, ni wakati sasa ya kubatizwa na Roho Mtakatifu, ili kwamba Mungu aendelee kusema katika maisha yako. Mungu atubariki. Amen. Karibu.